Tumaini 2966. Morning Express. Mkataba wa Marekani na Irani wa nuclear na Urusi umeisha. Mkataba wa Marekani na Urusi umeisha. Unaitwa ni New Start. Huo ni mkataba maarufu sana mtei bwana, ambao uliingiwa mwaka 2010. Rais alikuwa ni Barack Obama na mwenzake alikuwa anaitwa Dmitry Medvedev. Waliingia mkataba kuhakikisha kwamba wanaenda kupunguza uzalishaji wa madini ya nuclear na kuweza kuongeza nguvu za silaha za nuclear. Kihistoria unajua moja ya sifa ya vita baridi duniani ambayo ilianza mwaka 1945 ambayo iliisha mwaka 1991 ilikuwa ni uzalishaji wa silaha duniani, silaha za nuclear, silaha za maangamizi. Kambi ya Usovieti ambayo ilikuwa inaongozwa na Urusi na kambi ya Marekani ambayo na kambi ya Magharibi ambayo ilikuwa inaongozwa na Marekani walikuwa wanashindana kuzalisha silaha za maangamizi. Ndio maana mwaka 1949 ukaanzishwa NATO, umoja wa kujihami wa nchi za Magharibi. NATO ilianzishwa kwa lengo la kupunguza ushawishi wa Urusi kuelekea Ulaya ya Mashariki. Kwa nchi zote za Ulaya zisiangukie katika falsafa ya communism. Ndio lengo la NATO kutazama. Alafu hao wakaja kuanzisha kitu kinachoitwa Warsaw Pact, ambao yenyewe of course haikudumu kwa sababu umoja wa Kisovieti ulisambaratika. Kwa sasa huu mkataba wamekuwa na mikataba mingi sana Marekani na Urusi. Tupunguze uzalishaji wa nuclear, tupunguze uzalishaji wa nuclear. Kwa mfano, mwaka 1991 baada ya kuanguka umoja wa Kisovieti, mwaka 1996 iliamuliwa kwamba lazima silaha zote za nuclear ambazo zipo Poland, zipo Belarusi, zipo Ukraine zichukuliwa zikapelekwa Urusi mwaka 96. Sasa mwaka 2010 wakasaini mkataba kati ya Marekani na Urusi kuhusu kupunguza na kufanyana tathmini, hata kuangalia kubadilishana wataalamu kwa mwenye kiwango cha nuclear kimefikia paka wapi. Sasa huo mkataba bwana, unafahamu Urusi alivamia Crimea mwaka 2014. Na mwaka 2022 akaanzisha vita. Urusi wametishia kwamba wanaenda kujiondoa. Tafsiri yake ni nini? Urusi ataendelea kuzalisha vinu vya nuclear. Unapoendelea kuzalisha vinu vya nuclear, maana ni kwamba unasababisha ukosefu wa usalama wa kimataifa, kwa sababu tunafahamu kilichotokea kati ya Hiroshima na Nagasaki kule Japan. Watu wengi walikufa. Paka leo hii Japan inapewa fedha na Marekani kama kulipa fidia. Sasa kwa sababu ya hofu ya vita ya Urusi na Ukraine, Putin amekuwa kama hataki kusaini. Nimeona leo Trump ametweet kwenye mtandao wa Truth Social. Anasema kwamba amefanya mazungumzo mazuri na kambi ya Putin kuhakikisha kwamba mkataba huu unaendelea tena kuuishwa. Kwa sababu nafahamu Trump ni kiongozi ambaye kifalsafa kama amejipambanua kwamba hapendi vita. Kutazama. Sasa hii vile inakuonyesha mtei katika mazungumzo ambayo yanaendelea kule katika nchi ya Qatar kati ya Urusi vile na kambi ya Ukraine. Kutazama. Kipindi unazungumza vile ilitolewa hoja ya kusimamisha vita mwezi mmoja. Lakini wakati huo mkataba huko umeisha, lakini wakati huo Urusi ameendelea kutumia silaha kali katika uwanja wa mapambano wa Ukraine. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sasa watu wanafanya mazungumzo, wanafanya negotiation, lakini still bado watu wanajipanga. Na hoja ambayo nilikuwa natazama, wamezungumza mambo mengi, wamekubaliana. Lakini hoja kubwa ni territory integrity. Yale maeneo, nisema juzi hapa, maeneo ambayo Urusi anayashikilia, je, anaweza kuiachia? Kuna meza mazungumzo wamesema wao hawawezi kuiachia haya maeneo. Sasa hii negotiation ya Urusi na Ukraine kwa kweli, kwa hali ambayo iliyofikia, kuna kitu tunaita, tunasema mwenzako anapata, wewe unakosa. Ndio kitokea kifanyike hapa. Lazima itokee. Lazima itokee ili aishi. Ili tuweze kufikia consensus. Kwa sababu Urusi ameshaweka wazi kila vikao vinavyokaliwa, yeye yupo wazi. Anakuja na yale yangu ni haya. Jamani, mimi haya maeneo mimi yako nimefikia wapi hapa? Mimi maeneo yangu ya kihistoria. Sasa hapa hoja ni kwamba Ukraine hawezi kukubali maslahi ya Urusi. Ataweza kukubali kuweza kuiachia yale maeneo. Zelensky tangu ameingia mamlakani mwaka 2019. Sawa? Amejitahidi sana kuhakikisha kwamba anaenda kulinda utaratibu wa kimataifa kuweza kupigana maeneo yake. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, ni kwamba hawezi kushinda katika uwanja wa mapambano.
Tazama. Na huu mkataba kuondolewa kwa New START vile vile unatoa matishio ya kiusalama, kwa sababu unafahamu kadiri matishio ya Urusi yanavyoongezeka ndio kadiri yanavyojiandaa kuweza kutumia nguvu kubwa au silaha kubwa za maangamizi. Kwa hiyo hiyo ndio hofu kubwa ya Umoja wa Ulaya na hofu kubwa ndio maana Trump alipokutana na Zelensky mara ya kwanza mwaka jana akamfokea kwamba hujapendeza. Alimwambia wewe unacheza na vita tatu ya dunia. Hii ndio maana yake. Morning Express. Tumalizie na kinachotarajiwa kwenda kujiri kule Oman. Mazungumzo ya Marekani na Iran yanaanza. Kwa muda mrefu tumekuwa tukizungumza hapa kwenda kurudi, sasa wanaanza pia duru ya mazungumzo Oman. Tunatarajia kuona nini kwenye hichi? Nini ambacho kinawaweka mezani na tunatarajia watatoka na nini? Yes, mazungumzo yataendelea leo Oman, ambayo juzi alikwama ukitazama. Lakini leo mazungumzo yamekuwa yakiendelea. Na jana nilikuwa namsikiza J.D. Vance anasema kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah ni kiongozi ambaye ni ngumu kumfikia ukitazama. Kwa hiyo ametoa taarifa jana kipindi anazungumza vyombo vya habari. Lakini mazungumzo ambayo yanatarajiwa ni hoja kubwa ya nuclear, lakini hoja kubwa ya uzalishaji wa drone na zile intercontinental ballistic missile. Lakini vile tumesikia upande wa Netanyahu jana vile ametoa kauli ya kushangaza, ana hofu dhidi ya jeshi la Misri kuwa na nguvu zaidi. Lakini vile kipindi ana hofu dhidi ya Irani kuwa na nguvu kubwa za nuclear au intercontinental ballistic missile, lakini vile anasema kwamba Misri nao wana nguvu kubwa zaidi za kijeshi. Unafahamu kwamba moja ya kazi kubwa ambayo ilipelekea kuanzishwa kwa hiki ambacho kinachoitwa Israeli mwaka 1947 kuna two state solution mwaka 1948 tarehe 15 Mei baada ya David Ben Gurion kutangaza taifa la Kiyahudi, ilikuwa hakuna kunyanyuka kwa taifa lote katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Netanyahu ana hofu dhidi ya nguvu za Misri za kijeshi, lakini zaidi sana ana hofu dhidi ya nguvu za Irani katika eneo Mashariki ya Kati. Kwa mazungumzo ya leo ambayo yataongozwa na Abbas Araghchi, Steve Witkoff, kutazama wakina Marco Rubio na Ali Shamkhani, ni kwamba namna gani sasa wanaweza kufikia mpango salama wa nuclear, ambayo imekuwa ni hoja msingi ya upande wa Iran kutazama. Na leo Ayatollah Khamenei anatarajia atazungumza vile na taifa kuhutubia mwelekeo wa taifa katika leo swala ya Ijumaa. Atazungumza na nimeona kwamba vile vile Iran wamejiandaa vile vile katika hali ya hatari. Kutazama. Yaani wapo kuna the same katika Ukraine. Yaani wapo kuna mazungumzo lakini vile vile wamejiandaa katika hali ya hatari. Kwa hiyo kwa kweli mazungumzo haya yamekuwa yakifuatiliwa zaidi. Sasa nini kitatokea? Itategemea, kwa sababu kipindi hiki ndio inaonekana mazungumzo magumu zaidi. Ni kwamba Irani vikwazo vimtishi tena, Marekani yupo njia panda kuna dilema, Israeli amekuwa akimpressurize Trump na kuweza kuweka maslahi yake mezani. Kwa hiyo tunasubiri kuona sana namna gani sasa hii negotiation itaweza kufikia kwenye consensus. Nani anaweza kulinda maslahi yake ya taifa, nani anaweza kulinda ule usalama wa kikanda. Haya bwana, wakati tunahitimisha pia nimeona ujumbe wako unasema dunia siku hizi imekuwa uwanja wa vita. Mungu atunusuru vita viishe salama. Nauliza mchungu vipi ndugu zetu wa DR Congo na Rwanda walimalizana vipi? Tino Shashi kutoka Tanga Mwanyumba. Unajibu la kumjibu? Bado anaendelea. Salum Kanoni anasema endapo Marekani itatawala dunia, binadamu wote tutakuwa matajiri wakubwa. Hakuna kuombana hela ya kula. Kukutashana tu. Tuna matumaini makubwa sana. Salumu Kili yupo Mbezi Makonde. Hii dunia sasa tunapoelekea ni pabaya sana, maana vita vya dunia naona vinachochewa kuni. Bana, asante kwa maoni yako pia. Huyu anasema anaitwa Nasibu Nziku. Yupo hapa Dar es Salaam na wapata vyema kupitia anasema hongera sana Exaudi Mtena Mchungu, hongereni sana kwa uchambuzi mzuri wa taarifa za kitaifa na kimataifa, mnaupiga mwingi. Mungu awabariki sana, tuko pamoja. Asante kwa ujumbe wako pia. Mambo vipi studio? Naitwa Mudi mkarabati wa Moshi Shantown, Kilimanjaro. Mungu kutunusuru na uinusuru dunia na vita na machafuko duniani kote. Haya bana, asante kwa ujumbe wako pia. Sisi bado tupo. Tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya kufahamu mengi yaliyojiri kupitia wino mzito magazetini.